Kabla hatujaenda kwenye zoezi la utoaji wa damu, imamu wetu mkuu alidharurika kidogo, alikuwa na ratiba na kikao. Kwa hiyo ametukuta katikati, itakuwa ni vyema na haki atusalimie, aeleze lolote, alafu baada ya hotuba yake nafikiri kansela atatuongoza kwa ajili ya kwenda kutoa damu, na kama alivyozungumza waliofunga siku ya leo sunna watapewa kipaumbele pamoja na mwenyekiti wetu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, kwanza kabisa Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia kullu ma'rufin sadaqa na khairun nas anfa'uhum nas. Mbora wa watu ni yule mwenye kuwafaa watu. Mbora wa watu ni yule mwenye kuwafaa watu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema. Na jambo lolote ambalo jema ni sadaqa. Mimi niwapongeze katika upongezaji mkubwa sana ndugu zetu wa Mwamzi mkubwa kuchukua nafasi hii ya kujitolea nafsi zao. Kwa kweli mmewasaidia binadamu wenzenu, lakini mmeisaidia na serikali, mmewasaidia na wauguzaji. Jambo hili sijaliona katika maeneo yangu ya uongozi na sehemu yangu ya uongozi kwa watu wengi kufanya. Hii lazima niseme kweli. Ila nimeona serikali ikinifuata au ikitufuata, tuwaombe kwa watu, sio watu kuhiari wenyewe. Tuko pamoja. Sawa sawa. Sio serikali, yani sio watu wenyewe wajitolee kama walivyojitolea ndugu zangu hapa msikiti wa Mtoro, wafanye biashara hizi ndogo ndogo hapa. Ni watu wa kheri sana. Na mimi waliponifuata kuniambia, wallahi moyo wangu ulishtuka na uliingia na furaha ya hali ya juu sana. Kwa sababu nilikuwa nina kazi ya kuisaidia serikali, nilikuwa nina kazi ya kuwasaidia wauguzi, kusema na waumini, kujaribu kuwaambia kwamba tuwasaidieni binadamu wenzetu. Kwa sababu nikwambieni kitu kimoja, there is no substitute ya damu ya mwanadamu. Hakuna mbadala ya mwanadamu ni damu ya mwanadamu mwenzake. Serikali ingekuwa ina uwezo, basi ingeenda kuchinja ng'ombe milioni kila siku itie watu damu, lakini hakuna. Kwa hiyo nami nakupongezeni katika mapongezi ya hali ya juu kwa zoezi hili. Kwa hiari yenu mlikaa mkasema tuwasaidie binadamu wenzetu ambao serikali inaomba msaada, na kweli damu hakuna. Damu iko chache sana, na kwa hiari tu ndo mwanadamu anatoa damu, si kwa ulazima. Hakuna sharti hilo. Kwa hiyo mmejihayarisha, lakini nikwambieni kuwa mmetoa funzo na kwa wengine sasa, kwa hiari zao wawasaidie binadamu wenzao. Kwa hilo nakupongezeni na nakushukuruni sana. Niwashukuru ndugu zetu wa damu salama kuitikia mwito huu, kutukubalia na hili na kuwa wepesi juu ya hili, na hili mmefungua njia kwa wengine pale watakapokuiteni kwa ajili ya kujitolea kwa nafsi zao. Hapa sasa si mali, hapa nafsi. Hali unajitoa kwa nafsi yako. Na tumefundishwa mtu ajitolee kwa hali yake, kwa mali zake, kwa nafsi. Sasa hapa nafsi za watu wamejikusanya wenyewe kwa hiari yao kuja kutoa damu. Kwa hiyo mimi kwa muda mchache huu, mwenyekiti wetu, nakushukuru sana kuwa nao watu hawa. Washike watu hawa, uende nao vizuri alhamdulillah. Katika kitongoji chako ni kukabidhi watu imara sana. Lolote lile kuwa nao, zungumza nao katika meza tu insha Allah. Ni watu imara, watu mu'tamad, wameelekea katika ubinadamu na utu. Watumie katika shughuli zote za kijamii, wako tayari kutumika. Mimi baada ya kusema hayo, nipishe sasa zoezi hili, nimkaribishe ndugu yangu mwenyekiti endelee, lakini nitoe shukrani za dhati kabisa na wapiga kamera wetu ambao
wamekuwa mstari wa mbele kabisa kuchukua hizi habari nazo kuwafikishia wengine ili waweze kujua na kupata chachu ya kutoa msaada huu wa damu. Kwa hiyo baada ya kusema haya, kwa kuchunga muda, nikushukuruni sana tena kwa mara ya tatu. Niseme wama alaina illa albalaghul mubin. Asante sana. Asante. Tunakushukuru sana imamu wetu. Shukrani kubwa sana pamoja na majukumu yako, lakini ukaufinya wakati ukaja kutuona na sisi na kutoa kalima kama hii. Kwa hakika umetupa moyo. Bila kupoteza muda, nafikiri kansela waongoze watu ambao wamefunga, wao ni watu wa mwanzo kwa ajili ya zoezi, na watu wa kamera tunawaomba waende angalau wakashuhudie angalau watu 2 watatu wakitoa damu. Baada ya hapo nafikiri tutakuwa tunawaruhusu sisi tukiendelea kidogo kidogo. Kwa jina naitwa Ramadhani Ali, mwenyekiti wa wafanyabiashara Mahiwa na Zigua, taasisi ya Uwamzi. Labda kabla ya yote, wewe kama wewe mwenyekiti, ni kitu gani hasa ambacho kilichokusukuma mpaka siku ya leo kama kujitolea katika utoaji wa damu? Alhamdulillah. Kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Sababu kubwa iliyotusukuma sisi, mimi kama mimi mwenyekiti, kuja kufanya zoezi la kuchangia damu katika siku hii ya leo, sababu kubwa ni uhitaji wa damu katika serikali, inahitajia damu kwa wingi. Sisi tuna nidhamu ya kutembelea wagonjwa hospitalini. Tumekuwa na tabia ya kwenda hospitalini kutembelea. Sababu kubwa na watu wengi wagonjwa tunawapata mapungufu makubwa, sehemu kubwa ni damu. Damu imekuwa inahitajika sehemu nyingi sana. Sasa hilo limetupeleka sisi kuchangia kurudisha shukrani zetu kwenye jamii kwa kuchangia utoaji wa damu. Na hili kwa mimi binafsi sijalianza leo. Leo hii nikitoa damu itakuwa ni raundi yangu ya mara ya 9 kwa utoaji wa damu. Ni mara ya 9 kwa sababu ninakumbuka miaka 5 iliyopita ya nyuma niliwahi kupoteza sehemu ya familia yangu, mama yangu mdogo, kwa kuishiwa na damu. Uhitaji wa damu ikawa ni tatizo, ikatupeleka sisi kutoka mkoani nikiwa Msoma mpaka kufika Mwanza kuchangia damu, lakini tayari wakati wake ukawa umefika. Mimi ndio sababu kubwa ilinituma kunisukuma kuanza kuchangia, kuwa ni mdau wa kwanza wa kuchangia damu, baada ya kuona damu inahitajika sana kwenye jamii. Kwa hiyo mimi leo nikitoa damu itakuwa ni mara yangu ya 9 kwa uchangiaji wa damu. Ni tabia yangu ambayo nimeiweka mimi na familia yangu, na nimeiweka mimi kwa sababu ni kiongozi, na kuweka katika taasisi yangu na iongoza ya Uwamzi iwe ni tabia endelevu kwa sababu ya kuchangia damu. Tunajua mchango mkubwa, serikali inafanya kazi kubwa, jitihada kubwa. Sisi hatuna sadaka nyingine ya kuchangia. Sadaka yetu sisi tunaelekeza ni kwenye uchangiaji wa damu. Tukiangalia thamani ya serikali inavyotuthamini sisi wajasiriamali, kutupa kipaumbele, kutupa mikopo, kutupa njia maeneo ya kufanya biashara, kututhamini tofauti na awamu zingine zote zilizopita. Sisi kwa kurudisha fadhila zetu tunaona ni sisi tuchangie sehemu ya kurudisha mchango kwenye jamii upande wa kutoa damu. Naam. Nyinyi kama nyinyi wajasiriamali wa mtaa Mahiwa mmeonyesha mfano ambao ulikuwa bora kabisa. Sasa nyinyi kama nyinyi mnawasihi vipi wale wajasiriamali wengine hasa Tanzania kuhusu utoaji wa damu? Alhamdulillah, hawajachelewa, bado kuna nafasi kubwa. Nazidi kuwa nasi tunakuwaomba ndugu zangu wajasiriamali na wasiokuwa wajasiriamali wa Tanzania kwa ujumla, tuwe na tabia ya kuchangia damu. Damu ina faida kubwa na uhitaji mkubwa sana wa damu watu. Hospitalini kuna mama zetu wanahitajia damu, kuna vijana wenzetu wanapata ajali za bodaboda wanahitajia damu, kwa kina baba wa maradhi tofauti siko seri inahitajia damu kwa wingi. Tutengeneze tabia kwa kila mmoja awe na tabia ya kuchangia utoaji wa damu. Hii itakuwa imesaidia katika sehemu yako, nafasi kwanza kwenye fungu la sadaka, alafu pili kuisaidia serikali ya awamu ya 6 ya Mama Samia Suluhu Hassan kwa kulisapoti hili katika utoaji wa damu.
Na kwa kumalizia sasa pale, hebu watoe uoga kwa wale ambao wanahitaji au wanasikia au wanatamani kutoa damu kwa namna moja ama nyingine, lakini wanakuwa na uoga. Je, kuna maumivu gani au athari zozote ambazo unaweza kuzipata katika kipindi unapotoa damu? Waambie pale. Katika uchangiaji wa damu hakuna maumivu ya aina yote, na kurudi kukumbusha ni kwamba leo itakuwa ni mara yangu ya 9 katika kuchangia damu. Hata mimi pia nilikuwa ni miongoni mwa watu walikuwa na hofu kitoa damu, walikuwa kuna masharti ya kutengenezeana hofu nyingi tu bila sababu zote za msingi. Lakini ukweli ni kwamba ukichangia utoaji wa damu hakuna chochote unachokuwa umepata kuathirika. Kwanza unautengeneza mwili wako kuwa strong. Mimi hapa nilipo umri wangu alhamdulillah na miaka 54. Lakini kwa sababu nimetengeneza tabia ya kuwa ninachangia damu, hivyo ukiniona ni mbichi utafikiri na miaka 34. Nakushukuru sana. Alhamdulillah, karibu sana. Mwana habari na wewe naomba uchangie damu. Tunahitajia damu yako leo. Basi na shaka nikishatoka hapa tutaenda moja kwa moja kuchangia damu. Asante sana. Wabahu fakarabahu fakir min muhidi yualika ma'asalam. Mtazamaji, bado tupo katika eneo hili ambalo ni adhimu kabisa, tukio mahsusi kabisa la uchangiaji wa damu, na nipo na mmojawapo ambaye ni mmojawapo katika kutoa damu, na moja kwa moja sasa naanza mazungumzo naye hapa. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hebu itambulishe kwa majina yako. Mimi ni Juma Ramadhan Saleh, mkazi wa Ilala, Kota nchini Dar es Salaam. Na changia wale na kuona pale jinsi ambavyo unapochangia damu, ni kitu gani hasa ambacho kilichopelekea mpaka ukapata msukumo wa kuchangiaji wa damu? Kwanza mimi mwenyewe kwa hiari yangu na kutokana na kutembea hospitalini tumeona bora, kwa sababu kuna upungufu mkubwa wa damu na serikali inapiga kelele, yani inahimiza watu watambue hilo. Kwa hiyo mimi kama mwanauamzi na mjasiriamali wa hapa Mahio na Zigua, nimeona bora nitolee kwa hiari yangu, nje nitoe damu kwa ajili ya sadaka. Natoa sadaka yangu hii na kujipanga na mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunaanza funga mashallah. Kwa hivyo nimeona kuna umuhimu pia wa namna hiyo. Hebu toa neno la kuwasihi kwa wale ambao wanaogopa katika kutoa damu. Ni kitu gani hasa ambacho labda wewe katika kutoa damu, labda kuna maumivu yoyote uliyapata ama la? Hapana maumivu aina yoyote. Wataalamu wakisha kupima na damu yako inatosheleza kuchangia, wanaleta vifaa na unatoa damu, basi na tabu aina yoyote. Na kubwa zaidi mimi ni mara ya mwanzo, lakini sasa hivi nitajiunga rasmi na nitajaribu kuwashawishi viongozi wa uamzi hii ifanyike kila baada ya mwaka mmoja, iwe ni maalum mahususi kwa ajili ya sadaka baada ya Ramadhani. Kwa hiyo kwa lugha ambayo ilikuwa rasmi kwamba yoyote ambaye anayetamani katika kuchangia damu asiogope wala nini, achangie tu. Naam, ajitolee kwa hamu, kwa uhiari wake mwenyewe. Basi hata ni kuache ukapumzike. Amina inshallah. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jitambulishe kwa majina yako. Mimi kwa majina naitwa Idrat Idrisa, ni mfanyabiashara katika kituo cha uamzi hapa Masjidi Mtoro. Kwanza acha nikupe hongera. Asante. Ni kitu gani hasa ukti kilichokupelekea mpaka na wewe ukaamua ukasema hapana, lazima na mimi nichangie damu? Kwanza kuchangia damu ni sadaka. Sisi hasa katika imani zetu tunahusiwa kwamba tutoe sadaka kwa wingi, hasa sisi wanawake, kuwasaidia wenzetu ambao wana upungufu wa damu. Alafu mimi kama mimi nishawahi kupata damu hospitali kama mama ambaye ni mama na watoto, nikienda kujifungua mara nyingi tunakuwa tatizo sana la damu. Naongezwa damu katika hospitali na kukuta kuna uhaba wa damu, kwa hiyo changamoto inakuwa kubwa. Kutokana na changamoto niliyoiona mimi ya upungufu wa damu katika hospitali nyingi, napokuja swala kama hili napenda sana kulipa kipaumbele niweze kuchangia ili wenzangu wasiweze kupata changamoto hii inapotokea swala kama hili katika hospitali. Neno sasa la mwisho kuwasihi ama kuwashauri wanawake wenzio ama wakina mama kuhusu swala la uchangiaji wa damu, unawaambia nini katika hili? Akina mama waliokuwa wengi swala kama hili huwa wanaona kama yani wanaogopa, wanakuwa na uoga, wanahisi labda ni tatizo, wanahisi. Mimi naweza kuambia kwamba hakuna tatizo
tatizo lolote, wawe mstari wa mbele kuchangia damu kwa ajili ya wenzao. Na sisi hasa kina mama ndio tunahitaji wingi sana wa damu, hasa tunapoenda kujifungua. Kina mama wengi wanakuwa na upungufu wa damu, kwa hiyo tuchangie damu ili na sisi damu yetu kusaidia tunapokuwa na tatizo hilo. Wasiogope, hakuna shida. Kama una afya nzuri, una damu ya kutosha, changia damu kwa ajili ya manufaa ya wenzako na kwa ajili ya kujipatia manufaa, kwa sababu ile sadaka itakusaidia wewe pamoja na wengine. Kwa kuwatoa woga sasa, haya mwisho, kwa kuwatoa woga, jinsi ambavyo ulipotoa damu, kuna athari yoyote umeipata? Mimi sina athari yoyote niliyoipata, kwa sababu nilikuwa naamini afya yangu ni nzuri, sina shida yoyote, sikuwa na maradhi yoyote, na damu ilikuwa inatosha, nimepimwa damu inatosha. Kwa hiyo sikuwa na uoga wala sikuwa na nani yoyote, na hakuna shida yoyote. Ni damu unatoa tu kawaida na unabaki na afya yako nzuri tu, haina shida. Shukrani sana. Asante. Mkumbawene ni mwenyekiti wa kamati ya maadili katika taasisi yetu ya UWAMS. Nyinyi kama nyinyi wajasiriamali wa mtaa Mahiwa, kitu gani hasa ambacho kilichowapa msukumo mpaka mkaamua uchangiaji wa damu? Naweza kusema kwamba sisi tumepata bahati. Shughuli zetu za biashara zipo karibu na eneo la msikiti, na wanasema mtu ambaye yupo karibu na mti wenye matunda au yupo karibu na wardi, huyu mtu atanukia vizuri. Sisi tumshukuru Sheikh Abasi, anafanya juhudi kubwa ya kuhamasisha watu, kama alivyotangulia kusema kwamba serikali inaweza ikaleta ombi akawashawishi watu, na sisi kwa sababu tupo hapa ni miongoni mwa waumini, tunapata elimu ya nini faida ya kuchangia damu. Hususan Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kuuza damu. Hadithi iliyokuwa sahihi anasema naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamani dami. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kuuza damu. Kinyume chake kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuhimiza tuwe tunawachangia wenzetu damu. Na vile vile miongoni mwa faida ambazo zinazopatikana sisi kuwepo katika eneo la msikiti ni kupata kuelimika. Imamu Ibn Baz rahimahullah aliulizwa naye vile vile katika hukumu at-tabarru'i bidami, hukumu ya kujitolea damu, akasema la basa, kwamba inafaa. Na kuzingatia maneno haya ya hadithi ya Mtume na maneno ya wanachuoni, ndiyo kikundi chetu sisi tukahamasika, tukaona kwamba kuingia katika mwezi wa Ramadhani kwa sababu tunahitajia msamaha wa madhambi tuliokuwa nayo na makosa tunayoyafanya, hebu tutoe sadaka ya kumfurahisha Mola wetu, ili na sisi katika tutakapoingia mwezi wa Ramadhani tutakapomuomba awe ni karibu kutujibu. Na miongoni mwa faida nyingine kwamba wanachuoni wanasema yule ambaye anayetoa damu yake ikawa ni sababu ihyai nafsi, kuiwisha nafsi ambayo ilikuwa inatarajia kuondoka kufa kwa sababu ya kukosa damu. Wanawachuoni wakastadili na aya iliyokuwa katika surati Maida aya 32, wakasema man ahyaha fakaannama ahya an-nasa jamia, yule ambaye atakayeuisha nafsi moja kana kwamba amewauisha watu wote. Na sisi jamii inakubali, inaona kwamba maajali ni mengi. Wakina mama zetu wanataka kujifungua ni shida, wanapata matatizo, wakati wengine wanatakiwa damu ziongezwe wake zetu. Vile vile mimi niwahusie watu wengine wasisubirie mpaka kuombwa damu, au wanategemea nini wafike katika mahospitali alafu ikutwe mke wako amefika pale anatakiwa ufanye operation lakini damu hana, alafu unaanza kutafuta ndugu na jamaa kuwaalika ili waje kukusaidia damu. Kwa nini usilifanye hili zoezi likawa jepesi, alafu Allah subhanahu wa ta'ala naye akakuwepesishia? Kwa hiyo kwa sababu kuyaangalia haya yote na faida inayopatikana kuwepo sisi eneo la msikiti, tumeona kwamba hapana, sisi tutoe sadaka yetu ya damu kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu sisi ni wahitaji. Kwa hiyo hilo ndio lilotupelekea kutusukuma mpaka tukaamua kufanya hivyo. Kwa kumalizia sasa, unawasihi vipi kwa wajasiriamali wengine wa sehemu tofauti kuhusu uhamasishaji uchangiaji wa damu? Mimi naona mazungumzo, watu wanasema vitendo vinatosha, au vitendo ndio vya kielelezo tosha cha mtu kuliko kumuelezea maneno. Ili wanaloliona, sisi tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala iwe ni fundisho na iwe kiigizo chema kwa watu wengine. Tunawahamasisha watoe damu kwa sababu ya umuhimu wake.
Hili tulilofanya sisi, waangalia, hakuna athari yoyote. Vijana wanatoa damu kwa furaha, wanaondoka. Kwa hiyo na watu wengine na kada zingine zilizobakia zijitolee, kwa sababu kwanza unapata ujira, unapata thawabu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadhalika vile vile unaisaidia serikali yako. Wewe unaonaje ukienda hospitali ukifika pale ukakuta huduma zote zimepatikana? Mke wako anahitajia kupata damu, damu ipo. Inahitajia daktari yupo. Wapi anatukana rais? Lakini anaweza kutokana rais hana maana. Watu wanakufa hospitalini kwa sababu gani? Hatukufanya ushirikiano. Hii tukifanya hivi tutakuwa sababu ya kuziwia maneno yaliyokuwa ya ovyo yasipatikane kwa utawala wetu, na sisi wenyewe tu huduma zipatikane, kwa sababu huwezi kujua leo upo wewe salama lakini kesho inawezekana haupo salama. Na sisi kazi tuliyofanya tumezingatia kwamba kuna wateja wetu wengine wanaweza wakaja katika kufuata kanzu akapata ajali. Umeona, ajali amepata kwa sababu ya kuja kununua kanzu. Sasa akija kutokuda anakuta damu ambayo tuliochangia ipo inamsaidia. Hili ndio ambayo tunatusukuma, na sisi tunawahimiza watu wengine wajitolee kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shukrani sana. Asante sana. Majina naitwa Musa bin Rehani bin Zuberi, lakini pia ni mkurugenzi wa kituo cha dua cha Bidabida Dua Center kilichoko Mburahati pale National Housing mtaa wa Manyara. Ni kitu gani hasa ambacho kimetupelekea kutoka huko Mburahati mbali na hapa, lakini ukasema la, lazima nije kuchangia damu? Nini msukumo wake? Msukumo wa kwanza kabisa, hili ni katika amali njema, ni katika jambo ambalo ukilifanya linakuwa ni katika sadaka, tena sadaka tunjalia, kwa maana ni sadaka yenye kuendelea. Kwa maana unapotoa damu kumchangia mtu mwenye uhitaji wa damu, ikawa ni sababu ya damu yako kwenda kuokoa maisha ya yule mgonjwa, maana yake kwa muda wote ambao ataendelea kuishi mpaka pale atakapofariki, wewe utakuwa umeingia katika sadaka tunjalia ya uhai, ya maisha ya yule ambaye umemuokoa kupitia damu yako. Lakini jambo la pili, msukumo mkubwa ni kuiunga mkono serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Dr. Mama Samia Suluhu Hassani, ambaye yeye ndo anahimiza umoja wa Tanzania, anahimiza mshikamano, na anahimiza Watanzania kila mmoja aguswe kuokoa maisha ya mwingine. Lakini pia ni kuunga mkono wizara yetu ya afya. Wizara yetu ya afya inasimamia jukumu hili, kwa hiyo na sisi kama wananchi tumeamua kuisapoti wizara, na ndio maana unaona tuko hapa. Lakini la tatu ni umoja huu wa wafanyabiashara wa hapa katika eneo hili la msikiti wa Mtoro, kusapoti yale yote ambayo yanayofanywa na uongozi wetu wa msikiti chini ya shekhe wetu Sheikh Abbas Ramadhani Abasi, ambaye anafanya jitihada kubwa sana licha ya kuwa kiongozi tu kwa maana imamu wa msikiti, lakini pia kuiangalia jamii, kuijali jamii, kuitunza jamii, kuiunganisha jamii. Kwa hiyo sisi tukiwa kama eneo hili la wafanyabiashara hapa nje, ni moja kati ya wale ambao Sheikh Abasi anatulea, anatupigania na anatuunganisha, kama ilivyo msikiti wetu wa Mtoro toka wa enzi za marehemu Sheikh Zuberi alianzisha mkakati maalum wa kujali wenye uhitajio katika masala ya afya pale alipoanzisha hii programu ya kuwajali na kuwasaidia wagonjwa wa kansa pale Ocean Road. Kwa hiyo wao wanasimamia katika nafasi yao ya msikiti hili, lakini na sisi tuna haki ya kuwasapoti. Ndio na sisi tumekuja na mkakati huu wa kuchangia damu usalama. Hivyo ndio vitu ambavyo vimetusukuma kusapoti na kujitoa katika hili. Kumalizia sasa, nawaambiaje kwa wale watu ambao hawajawahi hata siku moja kuhusu swala la uchangiaji damu? Cha kuambia wale ambao hawajawahi kufanya jambo hili, na washauri wafanye, kwa sababu ni jambo ambalo linaigusa jamii, lakini jambo ambalo linaenda kuokoa maisha ya wanadamu wengine. Unajua hakuna mbadala wa damu ya mwanadamu isipokuwa damu ya mwanadamu. Yaani ingelikuwa kuna mbadala wa damu ya mwanadamu, basi wanadamu tusingehangaika sana kujitoa katika hili. Lakini hakuna mbadala wa damu ya mwanadamu isipokuwa damu ya mwanadamu. Kwa hiyo inatulazimu sisi wanadamu ambao tuna afya zetu, Allah ameturuzuku neema hii,
kujitolea damu zetu ili zikawe mbadala wa kuokoa maisha ya wanadamu wengine. Kwa hiyo mtu nawahusia watu wajitoe katika hili, kwa sababu wanachokifanya ni kwenda kuokoa maisha ya wengine. Kwa hiyo wao wakiwawezesha hao, na sisi pia Mwenyezi Mungu atatuwezesha, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema yule atakayeokoa, atakayemstiri mwanadamu mwenzake, basi kabla ya ile stara au uokoaji wake alioamua kufanya haujamfikia yule alomkusudia kumwokoa, basi Allah tabaraka wa taala ataanza kumwokoa yeye na ataanza kumstiri yeye. Kwa hiyo ukiangalia kujitoa katika hili kuna faida kubwa sana. Ikiwa wewe ukimstiri mtu, ukimsaidia mtu, ukimwokoa mtu katika hili, wewe anayekuokoa tena sio mtu, bali ni nani? Ni Allah tabaraka wa taala. Sasa pima au watu wapime uokoaji, unusuriaji wa Allah tabaraka wa taala una faida gani na una umuhimu kiasi gani. Kwa hiyo tunawahusia, tunawaomba watu wajitoe popote pale, ikiwa hapa, ikiwa kwengine, basi watu wajitoe, waitikie wito katika masala kama haya, hasa kwa sisi Waislamu katika kipindi hiki ambacho tunaingia katika mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo tunatumia hili kama tukio au kama jambo la kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kutoa sadaka ya damu kwenda kuwaokoa wanadamu wenzetu ambao wametetereka katika masala ya kiafya. Ndio, kwa majina anaitwa Sheikh Raihani Zubair Faiz Kilevu, ndio ambaye ni moja katika kundi la uamzi. Vijana wetu hawa tunao muda mrefu hapa tuliopo pembezoni ya msikiti wa Mtoro, na pia tuna ushirikiano mzuri kwa muda mrefu. Sisi kama wazee wao tumetangulia kwa muda mrefu, wametukuta, wameanzisha taasisi umoja wao, na wana harakati nyingi wanazozifanya vijana wetu. Hii kama moja ile unaloliona la namna ya kuhamasisha watu kutoa damu, kusaidia jamii ya Kitanzania, na si jamii ya Kitanzania tu, manake hata kama watu wengine wamekuja kutoka nchi jirani, wamepata ajali, wameathirika, watasaidiwa na damu hii. Kwa hiyo tuseme huduma zao ni kusaidia binadamu wenzi wao. Kwa hiyo tunashukuru pia vijana uamzi ambao wamejitolea na wameanzisha juhudi hizi, kuwaita hawa watu wa afya kuja kushirikiana nao, na wao wenyewe wanaendelea kutoa dawa. Hata pale naona mwenyekiti na wengineo na Sheikh Rajabu, hawa wote ni vijana ambao ndio viongozi wa shirika hili la uamuzi, umoja wa vijana wajasiriamali, ambapo yupo hapa pia, na wote wametoa damu. Nashukuru sana. Na kutokana na vijana wa hapa waliotoa damu mengi sana, wamesihi na kushauri, wewe sasa kama wewe, kwa kumalizia, kwa kutamatisha sasa, mzee kama mzee wa eneo hili, ungehitaji hata dua kidogo? Ndio, asante sana. Kama alivyosema kijana wangu, na kwamba ni bora kwamba kwa kufanyia hatamu yetu, kuhitimisha kwetu, tumalizie japo kwa dua. Ndio, lakini kabla ya dua yenyewe pia nimewashukuru vijana uamzi ambao wakiendelea kufanya shughuli hizi na wakimalizia na watu wa afya pia kama wanavyoonekana pale. Ila nazidi tena kuwashukuru waandishi walioshirikiana nao, kama mnavyoona watu wenye kamera mbalimbali walioshirikiana nao mwanzo mpaka mwisho, na wasimamizi wote. Kwa hivyo tunamalizia dua iliyokuwa fupi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Tunamwomba Mwenyezi Mungu ajalie zoezi letu hili liwe la kheri na manufaa kwa binadamu wote watakaohitaji kuwekewa damu, iwanufaishe damu hii. Tunamwomba Mwenyezi Mungu ajalie hawa vijana walioanzisha jambo hili, hawa uamzi ambao ni shirika la wajasiriamali, pia Mwenyezi Mungu awahifadhi na awalinde na awape moyo na kushughulika na kuwahurumia binadamu wenzi wao. Amen. Lakini vile vile pia napenda niingize shukurani mbali zaidi, nikianzia mbali kwa kiongozi wetu wa nchi, mama yetu Samia, ambaye ndio msimamizi wa vitengo vyote, mpaka kuwajalia pia vijana wasimame hapa chini ya serikali yake, na viongozi waliosimamia hawa vijana kuendeleza shughuli zao hapa. Pia hatuwezi kumsahau kiongozi wetu, rais wetu, ambaye pia juhudi zote zinazoendelea katika nchi hii zinamwelekea. Tunamwambia Mwenyezi Mungu pia muhifadhi na amkinge na kila shari, na ampe faraja
na ampe wepesi katika kila jambo lake la kheri analolikusudia. Na Mwenyezi Mungu ajalie baraka na kheri katika nchi yetu Tanzania na nchi jirani pia. Mwenyezi Mungu atupe faraja sote. Amen. Haya, tunashukuruni pia vijana wetu waliofanya shughuli hizi, watu wa kamera na wengineo, na kina mama waliotoa huduma za kutoa damu na wengineo. Mwenyezi Mungu awafungulie, Mwenyezi Mungu awape afya, awape siha nzuri sote. Mwenyezi Mungu, na wagonjwa wetu waliotangulia ambao watakuwa nahitaji damu hii, Mwenyezi Mungu wafariji. Damu hii ya Rabbi iwe na nguvu kwa wagonjwa. Hakuna litakalokuwa lenye kufaulu katika dunia ila lile Mwenyezi Mungu alilolitilia baraka. Tunamwomba Mwenyezi Mungu abarikie mambo yetu sote. Mwenyezi Mungu ajalie uongozi wetu wa msikiti wa Mtoro ambao pia ndio umetupa nafasi na madrasa ya Imam Abdalla. Uongozi wetu wa msikiti wa Mtoro na madrasa ya Imam Abdalla pia hapa, Mwenyezi Mungu pia wafariji watu hawa. Ni wakarimu kwetu sisi. Na kiongozi wao pia Sheikh Awadhi wakishirikiana nao na imamu mkuu Sheikh Abasi na mwenyekiti wa msikiti wote na wasimamizi wote wa msikiti. Mwenyezi Mungu awalinde, wahifadhi. Mwenyezi Mungu awafariji pia, kwa sababu tusingeweza zoezi hili bila kupitia kwa viongozi, acha viongozi wa serikali, pia kupitia viongozi wa msikiti. Wametupa huduma hii kwa usalama na kwa furaha pia, na wenyewe Mwenyezi Mungu awalipe kheri. Alhamdulillah rabbil alamin.